warawa عنه katika wanafunzi sasa al-Bukhari alopokea kutoka kwake ni Imam al-Bukhari, lakini vile vile wa Muslim na Imam Muslim wa Abu Daud na Imam Abu Daud wa Ibn Majah na Imam Ibn Majah wa Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi wa ibnuhu Abu Bakr Ahmad ibn Abi Khaythamah wa Abu Ibrahim Ahmad ibn Sa'id az-Zuhri, ni mtoto wake bila shaka ni katika wanafunzi wake wa Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Sa'id al-Marwazi al-Qadi wa Abu Ya'la Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna al-Musili. Hawa wote wako makaburini, hakuna mtu yuko hai hapa, wote washakufa safari ambayo sisi tuko njiani. Wa Baqi ibn Makhlad al-Andalusi wa Ja'far ibn Abi Uthman at-Tayalisi والحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي وعباس بن محمد الدوري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. لكن بلبيله وعثمان بن خرزال الأنطاكي وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وموسى بن هارون الحمال ويعقوب بن شيبة السدوسي. قال الذهبي amesema Imamu Adh-Dhahabi bila shaka baada ya kuorodhesha kile kilichotajwa na Imam Al-Mizzi, tumetaja Imam Adh-Dhahabi kauli yake kutokana na kile ambacho kakiitaja. Maana yake kwa Imam Adh-Dhahabi hadatha anhu katika wanafunzi wake anaitwa Jarir ibn Abd al-Hamid, yani hadatha an Jarir ibn Abd al-Hamid malish hawani walim wa Hushaym wa Humayd ibn Abd al-Rahman al-Ruasi wa Abdah ibn Sulaiman والوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة وابي معاوية الضرير ووكيع ويحيى القطان وابي سفيان محمد بن حميد ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وحفص بن غياث والقاسم بن مالك وابن فضيل وعبد الرزاق وبشر بن السري وروح وشبابة ومعل بن عيسى وابن علية وخلائق na wengine wengi. Tuone kuna kitu kina tofauti kidogo. Wayanzilu ila Affan wa Ma'la ibn Mansur wa Kamil ibn Talhata al-Jahdari wa nahawihi, watu ambao yeye anashuka mpaka kupokea kutoka kwao waliokuwa wako chini kuliko tuliowataja. Warawa anhu ash-Shaykhani wa Abu Daud wa Ibn Majah warawa an-Nasa'i al-rajuli anhu. Hichi kipengele ambacho tulikokusudia, Imam an-Nasa'i kapokea kutoka kwa Zuhair ibn Harbi lakini kupitia mtu, yani baina ya Imam an-Nasa'i na Zuhairi kuna mtu. وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وبقي بن مخلد وأحمد بن علي المروزي وأبو يعلى الموصلي وموسى بن هارون وأبو القاسم البغوي وخلق. na sisi tulitaka kujulisha tu tuone kuwa katika wale wanawazuoni wa kutubu asita nani ambaye kasimulia kutoka kwake na mpaka Imam an-Nasa'i akasimuliwa kapokea vile vile kutoka kwa Zuhair, lakini baina yake na Zuhair kuna mtu. Haya ni mambo ya sharaf. Yani wewe kama utachukua ilmu ya Ibn Uthaymeen kupitia sheikh wake, kupitia wanafunzi wake, yule sheikh alisikia hadith kutoka kwa Ibn Uthaymeen alafu akakusimulia wewe, ukaipokea kwa sheikh Ibn Uthaymeen kutoka kwake au kutoka kwa mwanafunzi Ibn Uthaymeen akawa ni sheikh, hii yote bado hujakosa sharaf ikiwa baina yako na yule al-alim kuna mtu mmoja. Na ndio maana ikatajwa rawa an-Nasa'i ar-rajulin anhu, kama hakuna faida isingalitajwa. Na hii ni sharaf kwamba mimi nimesikia hadithi za Zuhairi kupitia fulani. Kwa hiyo hapa pote tulikuwa tunazungumzia wanafunzi takriban muda mrefu, na bila shaka kwetu sisi si mrefu, kwa sababu hawa walikesha, walikana njaa, waliumia, walifanya mengi ili sisi tufikie sunna. Kwa hiyo kuchukua dakika 20 kwenye kuwasoma kwetu sisi ni jambo la kawaida, na tutawasoma insha Allah sana, na sisi tudhihirishe mapenzi yetu kwao kama walivyodhihirisha mapenzi yao kwetu kutuhifadhia hili jambo la sunna. قال معاوية بن صالح amesema Muawiya ibn Salih Yahya ibn Ma'in kutoka kwa Yahya ibn Ma'in
thiqatun kasema kuwa huyu Zuhair yeye ni thiqa. Sawa, Zuhair ibn Harbi ni thiqa. وقال أبو حاتم صدوق. Abu Hatim yeye akasema huyu mtu ni saduq. Tukiangalia habari ya Qutaybah ibn Sa'id tulidiscuss kuhusiana na neno saduq kupitia kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbali, na leo tuko na mtaalamu mwingine al-alim al-jalil Abu Hatim ar-Razi kasema kuwa Zuhair ibn Harbi ni saduq. Je, saduq ina maana ipi? Lisaduq thalatha maratib, tushaelezea kule, utarudi katika muhadhara utaona, na hapa tunatoa mwongozo kwa mujibu wa kauli nyingine. Saduq ana martaba tatu, wa hiya al-ula, martaba ya mwanzo as-saduq al-adlu al-war'u al-hafidh. Anapotajwa mtu saduq maana yake ni al-adlu al-war'u al-hafidh. Al-adlu ni mtu mwadilifu, al-war'u mtu ambaye ni mcha Mungu, al-hafidh ambaye ana sifa kwa ni katika mahfadh wa sunna. Kwa hiyo Abu Hatim kusema saduq Zuhair maana yake ni katika mahfadh, katika ahlu al-udul, lakini vile vile al-war'i wa min al-huffadh. الثانية معنى يبيلي الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا. نمت الورع من يكون شاء الله الثبت ambaye bila shaka hadithi zake ziko vizuri, lakini wayukhti'u ahyana, yani alladhi yahimu ahyana, baadhi ya wakati yahimu bimaana yukhti, anakosea baadhi ya wakati. Kwa hiyo huyu kashuka kidogo, hawezi kuwa sawa na yule ambaye kapita. Wote ni saduq, lakini huyu anakosea baadhi ya wakati katika masimulizi, bila shaka huyu atashuka kidogo daraja kuliko yule wa mwanzo. Wathalithatu, maana ya tatu ya saduq alwar'u almughaffal alladhi yaghlibu alayhi alwahm walkhata. Ni mtu mwenye kumcha Allah, yani ni mcha Mungu, hana shida, sio katika makadhab, lakini huyu anakuwa athalithatu as-saduq alwar'u almughaffal, mtu mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, almughaffal ambaye kaghafilika, alladhi yaghlibu alayhi alwahm wal khata, ambaye mara nyingi anakuwa anakosea. Vile vile huyu ni saduq, na bila shaka maana hizi mbili za mwisho hutumika sana katika kuifanya hadithi iwe hasan. Waqala Yaqub ibn Shaybah, amesema Yaqub ibn Shaybah, tupo katika kusoma aqwali za ahlul ilmi zinazomuelezea kipenzi chetu Zuhair ibn Harbi. قال يعقوب بن شيبة مسيما زهير أثبت من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. زهير بن حرب أثبت تعني شنو يعني؟ أثبت بمعنى نمت أنباء أحاديث ذاك سهيه زيدي من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة كلكم عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. نكمبوك هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة tumeanza kumsoma tarjama yake. Kama tutakumbuka vizuri, tumeanza kumsoma tarjama yake. Tulimsoma wapi? Katika Sunan Ibn Majah, na tunaendelea, hatujamaliza. Na miongoni mwa kauli ambazo tutazikuta, Abu Az-Zur'a Ar-Razi anasema hajaona mtu ambaye ni hafidh kuliko Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybah. Lakini leo tunaambiwa na Yaqub ibn Shaybah Zuhair athbatu min Abdullah, kwamba Zuhair yeye yuko vizuri zaidi kuliko Abdullah. Maana yake Zuhair ibn Harbi yeye katangulizwa kuliko Abu Bakar ibn Abi Shaybah, Abu Bakar ambaye tumeshapita sehemu katika baadhi ya masaili yake. Baadhi ya wakati tunaweza kuchanganywa na haya maneno ya ahlul ilmi, mbona huyu anamfadhilisha huyu anamfadhilisha huyu, kwa sababu ya nashati ya kielimu iliyokuweko, na kila mtu alikuwa akijua mwenzake kahifadhi na kasoma nini. Kutokana na wakati huo majalisi za kielimu zilikuwa sio kama sasa hivi. Ukienda msikitini shekhe anazungumza mpaka adhana inaadhiniwa, watu wanasali wanaondoka. La, ilikuwa ni majalisi za kushirikiana. Mwanafunzi anasema, mwalimu anasema, mwanafunzi anatoa hifdhi yake, mwalimu anatoa, mwanafunzi anatoa kauli za maulama, mwanafunzi anasema, inakuwa kuna musharaka baina ya pande mbili. Lakini sisi tukipeana nukta tuanze kuulizana maswali, basi watu watakaa kimya,
kwa sababu tumekosa sehemu katika kufahamu njia nzuri za kitaaluma ambazo zinaweza kumfanya mwalimu ajue huyu mustawa wake uko vipi na nitamsaidia vipi. Sisi hatusemi katika darasa tukiulizwa maswali. Kwa hiyo kuwajua hawa kwamba huyu ni athbat, ni bora zaidi kuliko huyu, ni kwa sababu ya vikao vyao walikuwa wakisimulia hadithi wanafunzi wao, kile kilichopokewa kutoka kwao kikatawanyika katika miji kikafahamika, ndio sababu ambayo imepelekea wajulikane kuwa huyu ni bora kuliko huyu. Kweli. وكان في عبد الله تهاون بالحديث. وكان نيلكوا في عبد الله وعبد الله ambaye Abu Bakar ibn Abi Shayba tahawun bil hadith. Yeye kidogo alikuwa anazembea katika hadithi. Kuzembea huku tahawun yani ni kutokulitilia nguvu jambo, sawa? Wala yakun yufasiru hadhihi al-ashya yani al-alfaz. Alikuwa hawezi kutofautisha matamko. Bimaana hadithi imekuja kwa tamko adhima au kathira. Tamko gani limekuja hapa? Mfano hadithi imekuja faqala au qala, ina maana nini akiseme, kana kwamba kwa mafumu yangu mimi yeye hatofautishi haya matamko, yani tamko gani ambalo limetumika. Wala sidhani kuwa ni maana ya makusudio ya kilichokuwa katika hadithi, wallahu a'lam. وقال جعفر بن محمد الفريابي أكسيما جعفر بن محمد الفريابي سألت محمد بن عبد الله بن نمير من لموليزة محمد بن عبد الله بن نمير لموليزة محمد بن عبد الله بن نمير قلت له من لسمكم وانبئي أيما أحب إليك ناني أبن زيدك واكو أبو خيثمة أو أبو بكر بن أبي شيبة أو أبو بكر بن أبي شيبة. كما سيبو تموليزا mtu sala hilo atakwambia siletee fitna mimi. Sio fitna, ni sifa ya ahlul ilmi, kwa sababu anataka mtu umnasihi aende kwa nani. Faqala kasema Abu Khaythama ndo apendeza. Kuna vitabu vinaitwa sualat, kuna vitabu vinaitwa sualat. Ni vitabu ambavyo madhumuni yake ni masala walioulizwa maulama kisha wakajibu. Sualat ni masala ambayo wameulizwa maulama kuhusiana na marwat kisha wakajibu, au kuhusiana na asanid au matni kisha wakajibu. Kwa hiyo ina maana ni jambo ambalo walikuwa wakilifanyia kazi salafu na salih, kuulizana kuhusiana na wale watu wenye maarifa na taaluma zao. Huyu elimu yake iko vipi, na huyu kapokea kitu gani, na huyu kasimulia nini. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa akiuliza na akijibiwa kwa mujibu wa sifa ya yule mtu. Na laiti kama hili jambo lipo, mtu anajijua mimi kama sijafikia martaba fulani, watu hawatakaa kusoma kwangu, hawataheshimu elimu yangu, ima angaliacha au angalijitahidi. Haya, anasema saltu Muhammad ibn Abdullah ibn Numairi qultu lahu mimi nisema kumwambia ayuma ahabu ilayka Abu Khaythama au Abu Bakr ibn Abi Shayba, nani apendeza zaidi kwako, Abu Khaythama au Abu Bakr ibn Abi Shayba? Faqala kasema Abu Khaythama. Abu Bakr ibn Abi Shayba? Hapana. Faqala kasema Abu Khaythama apendeza zaidi. Waja'ala, na akawa yutri Aba Khaythama, anamsifu Abu Khaythama. La taturuni, kama utakumbuka katika hadithi mtume alisema la taturuni, msipitilize katika kunisifu. Kwa hiyo waja'ala akawa yutri, anamsifu Abu Khaythama, wayadha min Abi Bakr, na anamdogosha Abu Bakar. Abu Bakari anakosa hili, Abu Bakari ana hichi, Abu Bakari ana hichi. Hao ni maulama bila shaka wa mji wa Iraq. Kwa hiyo Abu Bakar ni Iraq, na vile vile Abu Khaythama bila shaka tumeshapita kwa kenda kukaa Iraq, na Muhammad ibn Abdullah ibn Numairi vile vile ni katika watu wa Iraq. وقال النسائي كسمة ثقة مأمون، هو ثقة ambaye anaaminika. وقال الحسين بن فهم ثقة ثبت. أما إمام النسائي anasema ثقة مأمون, ni thiqa, hana tatizo, sisi tunamwamini kila anachosimulia, hatujaona kutoka kwake uongo, hajanasilishwa katika uzandaqa, labda ni mtu ambaye anasoma dini kwa ajili ya kujaribu na mfano wake. La. وقال الحسين بن فهم, akasema الحسين بن فهم ثقة ثبت,
huwa ni mtu ambaye ni thiqa thabtun, halafu vile vile ana sifa kuwa ni thabtun, yani usimuliaji wake upo katika usawa. Kumbuka kila rawi ambaye tunamsoma tunakutana na kauli nyingi za maulama, maana yake maulama wengi wamemzungumza tayari. Sasa mimi na wewe ni maustadhi mashekh, tumezungumzwa na nani kama ni tazkia, kuthibitishwa kuwa sisi tuko vizuri na wanapaswa tukuchukua elimu kutoka kwetu, bali watu hawajui namna ya kuzungumza pia. Sasa hili vile vile ni kosa, kwa hiyo unakuta msiba juu ya msiba. Lakini ilitakiwa Abu Raifa, Abu fulan na fulan na fulan wawe tayari wana historia ya kufahamika kile walichokuwa nacho katika ilmu pale walipokichukua na jinsi wanavyofikisha, kisha wapewe tazkia, kwa sababu tazkia maana yake ni uthibitisho. Idha jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, na katika qiraa fatathabbatu, anapowajia mtu na jambo basi mpate uhakika kwanza hili jambo ni sawa. Kwa hiyo hawa ahlul ilm walifanya kazi ya kupekenyua mambo, yani maana yake kuyapekua kwa ndani kila rawi. Hii ni ishara ya kuonesha kuwa ni sharafu ya marwat wanasoma mpaka mwaka wa leo. Kana thiqatan thabtan hafidhan mutqina. Abu Bakari al-Khatib al-Baghdadi anasema kana thiqatan, mtu alikuwa ni thiqa kwa kile alichokifahamu kutoka kwa maulama kwa sababu Abu Bakari al-Khatib alichelewa kuja. Kana thiqatan, alikuwa ni thiqa. Lakini Abu Bakari huyu katika sifa zake aliniambia Sheikh wetu takriban miaka 10 kabla sasa kwa Khatib al-Baghdadi inakaribia kuwa hakuna fani katika fani za ilmu ya hadithi ila kajiandikia kitabu. Kila fani unayojua wewe, tabaqat, maruwat, hadithi sahihi, hasan, yani kila kitu yeye katika kila fani kaandika kitabu. Yani huyu ni mwanazuoni mkubwa wa kupitiliza, Abu Bakar al-Khatib, mtu wa Baghdad vile vile. Kana nasema alikuwa thiqatan thabta, alikuwa ni thiqa hafidhan mutqina, tena hafidh ambaye ana itqan, anasimulia bila nyongeza. قال محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد الله بن محمد بن خلف البزاز والحسين بن فهمي مات سنة 34 و200 alifariki mwaka 34 baada ya 200 yani 234. Zada ibn Fahmi bi Baghdad, alifariki huko Baghdad. Wa hadarahu khalqun kathir, watu wengi wakahudhuria katika mazishi yake. Qala ibnuhu Abu Bakar, amesema mtoto wake Abu Bakar ibn Abi Khaythamata, ulida abi sanata 60 wa 100, babangu alizaliwa mwaka 160 tumeshapita. Wa mata lailatan khamis, alikufa usiku wa alhamisi, li 7 khalawna min Shaaban, yani siku 7 baada ya kupita katika mwezi wa Shaaban. maana yake alifariki takriban tarehe yani mwezi 8 sanata 34 wa 200, takriban mwaka 234 fi khilafati Jaafari al-Mutawakkili, katika wakati wa Jaafar. Kumbuka tulizungumza jana kuwa tunaweza kuwafahamu marwat kupitia wakati ule rawi alikuweko wakati wa nani. Yani kuna njia nyingi ambazo sisi tunaweza kuzitumia. Kwa hiyo kiambiwa wakati wa Jaafari al-Mutawakkili ndo alifariki, bimaana utarudi tu katika viongozi kisha utajua alikuweko wakati huu na matukio haya yalitokezea. Wa huwa ibn 74 sanatan, alikuwa ana miaka 74. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kambariki katika umri wake kwa sababu ya kile ambacho akakieneza katika elimu yake. Rawalahu an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i kapokea kutoka kwake, lakini tumeshatanguliza kupitia mtu. Kwa hiyo barakallahu fikum, hapa darasa yetu kwa leo bila shaka itakuwa imemalizika, yani darasa yetu itakuwa imemalizika, na biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendelea, kwa sababu muda huu hatuwezi kuunganisha tukasema tusome tarjuma ya mtu mwingine, lakini vile vile tunaacha fursa kwa ajili ya maswali, lakini vile vile kama kuna kipengele hakijafahamika, lakini vile vile tumeshasoma na tumeshatanguliza, lau kama hatuelezi chochote katika aqwali za ahlul ilmi, lakini tukafahamu tukua mwanazuoni huyu amesoma kwake fulani na fulani na fulani, yatutosha sisi kujua huyu ni katika maulama kupitia wale wanafunzi ambao wamesoma kwake, kupitia wale mashekhe ambao yeye kasoma kwao.
Kwa hiyo darasa hizi zina umuhimu, na leo tumeshamaliza tarjama ya Zuhair ibn Harbi. Darasa ya kwanza na ya pili, ndani yake kuna vitu muhimu vya kielimu ambavyo tunatakiwa kuvifahamu, ikiwemo kuwafahamu salafuna as-salih, wale maulama waliobeba jahazi la hadithi waliotangulia, na kile ambacho wamekifanya katika juhudi na sifa zao, na vile vile mashekh na wanafunzi wao. Na tumepata uhakika katika Sahih Muslim kuwa huyu Zuhair ibn Harbi ni katika ahlul ilmi mahufadh. Anaweza mtu kufanya zoezi la kumhifadhisha mtoto wake kama kashafikia umri, hawa marwati ambao sisi tuko nao, akamhifadhisha tu jina Abu Khaythama Zuhair ibn Harbi, lakini vile vile Sufyan ibn Uyayna, lakini vile vile Abu Bakr ibn Abi Shaybah, wahifadhi hawa, huyu ni fulani, huyu ni fulani, bas akawa yule mtoto anakulia vile. Kuna siku atakuja kuhisi mimi nilikuwa nikihifadhishwa. Namalizia, mimi wakati niko mdogo sana, mzee alikuwa akipenda sana kunitolea mambo ya historia sana. Toka sijifahamu hata na umri gani, ananihadithia habari za qasas, mambo ya Musa, ya Yusuf, mambo mengi mara kwa mara ananihadithia, mpaka nikawa nimezoea, mpaka nakaribia kufa. Toka mimi yani umri wangu mdogo mpaka nafikia mzee anakaribia kufariki, maana yake mimi bado tu namuuliza, mpaka tupo India bado namuuliza, hebu nihabarishe kusema kisa cha Saleh. Tena ananielezea. Kwa hiyo hili jambo limepelekea miongoni mwa sababu za mimi kupenda mambo ya historia, kwa sababu mzee karithisha ile fikra kwenye kichwa, na alikuwa akijisikia furaha sana wakati ananisimulia matukio, na mara nyingi alikuwa akiniambia watu, mwanangu wamepita watu, lakini yeye sana katika Qur'an na visa vya Qur'an. Nabii watu wamepita Firauni hivi na hivi na hivi, au kama anasoma ananiuliza hiyo aya unajua inahusu nini, sijui, ananieleza aya inahusu kadha kadha kadha. Kwa hiyo sisi tunaweza kurithisha hii fikra kwa watoto, wakaweza toka asubuhi wakajua kumbe baba kanambia nihifadhi hichi, atanipa shilingi 1000, atanipa 500, atanipa hichi. Kumbe unarithisha, siku umefariki mtoto anajikuta kuna mwanazuoni anazungumzia mambo ya historia, anapenda kwa sababu tayari kushampa asili. Hivi ndivyo walivyokuwa na watu. Kina Aisha radhiallahu anha walikuwa wakiwapa zawadi watoto ambao wanafunga, watoto ambao wanajitihada, kile ambacho sisi tunakifahamu. Kwa mimi nimalizie kuwa kuna haja ya kubuni namna za kuweza kurithisha hii elimu kwa watoto wetu, ili waweze kufahamu watu bora ambao wamepita kabla yao. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Tunatoa nasaha nyingi sana katika darasa zetu, na tunatarajia kuwa zitakuwa zinahifadhiwa. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Kwa hiyo kama kuna sala kabla kufunga kwa subhanak, basi maana yake tunakaribisha. Barakallahu fikum. Ustadhi, kipande cha pili katika al-muhaddith hatujikisoma, ulikiwacha last week. Okay, kipande cha pili naambiwa nilikiwacha last week. Subhanallah. Kwa hiyo tutafute. Sawa, acha tuangalie namna ya kukipata hicho kipande cha pili. Tuendelee. Mimi natafuta hicho kipande cha pili niliambiwa siku kisoma niweze kukijua kipo wapi. Subiria kidogo, nafungua kitabu ili niweze kuona hicho kipande cha pili, nijue kilikuwa wapi ambacho sikukisoma. Sababu kitabu bahati mbaya kimejifunga. Kipande cha pili cha al-muhaddith. Al-muhaddith muhaddith kama qala al-ulama. Tunaanza nyuma kidogo ili tuunganishe vizuri kama walivyosema wanazuoni. Aqallu darajati alimi al-hadith, ndio mtu mwenye daraja chini katika maulama wa hadithi. Ma huwa illa naqil yufariqu baina al-ma'lul wa ghayrihi min al-hadith. Hakuwa muhaddith illa naqil, ila ni yule mwenye kuchukua hadithi, yufariqu baina al-ma'lul wa ghayrihi min al-hadith. Uwezo wake ni kutofautisha baina ya hadithi dhaifu ambazo zina illa na nyingine ambazo ni sahihi. Wa huwa man lahu inayatan bi hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na yeye ni katika wale ambao wanatilia umuhimu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam riwayatan wa diraya, katika sanadi zake na matini zake, wa darasatan, na kusoma na kufundisha. Kwa hiyo wanasoma wa darasatan, wanasoma fiqh yake, wa ta'liman, na wanafundisha faida zilizokuwa ndani yake, wa tasnifan, na wanatunga vitabu.
وله اطلاع على كثير من الرواة na yeye ameangalia akasoma wengi katika marwati wal marwiyat na kile ambacho kimepokewa fi asrihi katika wakati wake hata urifa bidhalika mpaka akafahamika kwa jambo hilo washtahara bihi baina ahli alilmi akawa mashuhuri baina ya maulama. Hapa tunasoma tu kwa sababu tumeshapakariri, lakini kipengele ambacho nategemea tuliambiwa ni hapa waqad kwa hakika haddada baadhi alulama, waqad kwa hakika haddada wameweka ukomo au mpaka baadhi alulama, baadhi ya wanawazuoni wakasema alhaddu aladna au alhadda aladna, mpaka wa chini. haddada baadhi alulama alhadda aladna, wameweka mpaka baadhi ya wanawazuoni mpaka wa chini lima yusafu bi hadha al-laqab, kwa yule ambaye anastahili kusifiwa kwa sifa hii. Liman, kwa yule ambaye yusafu bi hadha al-laqab, anastahili kusifiwa kwa sifa hii. Ni nani? Liman, kwa yule ambaye yusafu bi hadha al-laqab, anastahili kusifiwa kwa sifa hii. Faqalu, wakasema huwa ni yule ambaye huwa man arifa al-asanida, ni yule ambaye kajua asanid hizi tunazozisoma kuhusiana na marwat, wal ilal, na yule ambaye kafahamu dothari ambazo zipo katika asanid, wa asma ar-rijali, na kafahamu majina ya marwat ambao wapo katika asanid. Kumbuka sisi hatupotezi muda kusoma mashaikh na wanafunzi, kwa sababu hili ni jambo ndio sifa ya watu wa ilmu ya hadithi. Wal ali, na sanadi zile ambazo ziko karibu baina ya msimuliaji na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio sanadi za juu. Yani tabi'i kupokea hadithi baina yake na mtume kuna sahaba mmoja tu, hii ndio sanadi ya juu. Na mmoja katika tabi'ina kupokea hadithi baina yake na mtume kuna watu wawili tu, kuna yeye yani atabaina kupokea hadithi baina yake na mtume kuna watu wawili, yupo tabiina na sahaba, halafu mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sanadi iloshuka ni tabiina kupokea hadithi baina yake na mtume kuna watu wanne. Kuna tabi'i kapokea kutoka kwa tabi'i, na tabi'i kapokea kutoka kwa sahaba, na sahaba kwa sahaba kwa mtume, au ikawa kuna tabi'i kapokea kwa tabi'i alafu kapokea kwa sahaba alafu kwa mtume, au kuna tabi'i kapokea kwa sahaba na sahaba kapokea kwa sahaba alafu kwa mtume. Bila shaka darasa kama tunavyosema zinarekodiwa. Ukiona mbona kipengele hichi kimekwenda haraka kidogo, na kirejea kwa sababu alhamdulillah Allah kaleta wepesi kwa sisi tumesahilishiwa njia za kuhifadhi elimu, sauti zetu zinahifadhiwa. Kwa hiyo kama hapa mifano tumeshatanguliza, al-ali ni sanad ambayo baina ya mtu na mtume kuna watu wachache. Mfano mimi na mtume kama kuna watu 50, na sanad nyingine mimi na mtume kuna watu 60, hii ya 50 inaitwa al-ali na ile ya watu 60 inaitwa an-nazil. Wa hafadha min dhalika jumlatan mustakthira, akahifadhi pamoja na hayo hadithi zenye wingi sana. Min al-mutun, katika upande wa matni, wa samia al-kutuba as-sittata, na akasikiliza vitabu 6. Mimi nakumbuka kama tulisoma, lakini sawa, akasikia vitabu 6 vya hadithi. Wa musnad Ahmadin, akasikia vile vile musnad ya Imam Ahmad. Na tulisema kuwa hapa wanaokusudiwa ni wale ambao wanakuja baada ya hao wanazuoni, kwa sababu Ahmadi alisimulia hadithi kwa watu wachache katika watu wake, halafu wao ndo wakazitoa zile hadithi wakazisambaza katika miji. Bukhari alisimulia kwa watu wengi, lakini vile vile at-Tabarani. Kwa hiyo hawa bila shaka walikuja kuanzia wakati wa at-tabi'ina kujia chini. Kwa nini ikaikuwa sharti mtu ahifadhi mutuni za hawa? Kwa sababu kwa wakati huu hakuna zile rihilat ambazo mimi nafunga safari naenda katika mji wa Madina, nitamkuta Maliki atanisimulia hadithi maelfu kisha nitakwenda kwa fulani. La, na sasa hivi watu wanataka hizo daraja wawe ni ahlul hadithi, wa mtu aitwe hafidh na kadha, basi anatakiwa asome kwanza kutubu as-sita,
vitabu hivi tunavyovisoma kwa Musnad Ahmadi na Musnad Imam Ahmadi wa Tabarani na Mu'jam wa Tabarani, bila shaka ni kitabu kikubwa. Wa dhamma ila hadha, na kisha mtu aongeze pamoja na hivi vitabu alfa juz'in min al-ajza'i al-hadithiyya, vitabu 1000 miongoni mwa vitabu ambavyo vimekusanya mambo ya hadithi. Ukitazama sharti kubwa sana, lakini mbele ya ahlul ilmi kusoma kutubu sita ni jambo la kawaida, kwa sababu kutubu sita kama sisi Sudani, baadhi ya wakati ahlul ilmi walikuwa wakivisoma ndani ya miezi miwili. Sahihi Bukhari na Muslim imeisha, au miezi mitatu imeisha, kutokana na njia zile za kusoma hadithi. Halafu kuna kusoma hadithi kwa uchambuzi, kwa kadha, hiyo inataka malezi. Kwenye ilmu ya hadithi kuna kitu kinaitwa sama'u na kuna kitu kinaitwa almulazama. Sama'u unaweza kwenda kwa mtu ukasikia Bukhari yote kwa siku 2, lakini mulazama inataka uwe karibu na mwalimu, ushiriki katika darasa za mwalimu. Yeye atakufahamisha toka huelewi hujui, utaelewa mpaka mwisho, utajikuta ni katika watu ambao wanauelewa. Na Allah tabaraka wa taala akifahamu nia yako kwa taufiki yake Rahman, tunatarajia atakufungulia. Wa dhamma ila hadha alf juz'i min al-ajza'i al-hadithiyya, kakusanya pamoja na hicho alichokihifadhi juzu 1000. Kwa hiyo kisha tukaja wa aqallu min al-muhaddith, mtu ambaye yuko daraja ya chini kuliko muhaddith. Al-musnidu ni mtu ambaye anaitwa musnid, wa huwa man arifa al-haditha, ni yule ambaye kafahamu hadithi, wa sami'ahu faqat, na ambaye kazisikia tu anajua hadithi hii. Ni innamal a'malu binniyati, hadithi ya Abi Hurairah ina makusudio haya, na hadithi Aisha radhiyallahu anha asiyukum mataratu lilfami, hadithi Abdullah ibn Mas'ud sibabu musrif wa suq, hadithi ya fulani, akajua akapokea zile hadithi kwa mtu ambaye kapokea zile hadithi kwa asanid. Nadhani hicho ndicho kipengele ambacho barakallahu fikum nimeambiwa tulikiacha. Allah tabaraka wa taala yahfadhukum, Allah wahifadhi. Naam. Nashukuru nyote alhadhirina na wasafi wetu hapo ambaye tunaye kwa usiku huu wa kuhudhuria katika darasa, na hatuna la ziada zaidi ya kusema subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi